Nataka pia uweze kuzungumza maneno machache juu ya hadhira ambayo imeweza kupokea jambo lenu. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama lilivyoshuhudiwa jambo hili, lakini jambo hili ni matokeo tu ya ushirikishaji ambao tunashirikiana katika ile jambo. Si kwamba ujio wao watu leo tu hapa uwanjani, bali ushirikiano wao tokea kuliandaa tukio hili, ikimaanisha mwenye shilingi, mwenye shilingi 10, mwenye kikubwa, mwenye kidogo, wote kwa pamoja huwa tunashirikiana katika kujiandaa tukio hili, na moja katika lengo kubwa ni kule kujua thamani ya maadili mema hata ya mtoto wa mwenzako, manufaa yake yanakugusa, na maadili mabaya ambayo yatamkuta mtoto wa mwenzako ni lazima yatakuathiri wewe kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo kama wanakugu katika tukio letu hili la kuhifadhi mashindano ya Qur'ani, tunakuwa wamoja, tunakuwa pamoja, nyumba hadi nyumba, mtaa hadi mtaa, maskini na tajiri, mwenye kidogo na kikubwa, iwe jua iwe mvua, tunashirikiana kama hivi ulivyoona. Kwa hiyo ni jambo ambalo linanifurahisha sana na nalishukuru sana kwa namna ya kitu ambacho walichokifanya wanakugu. Lakini miongoni mwa vitu alivyovizungumza mgeni rasmi ndugu yetu Nurdin, kazungumza kwamba mashindano yajayo anaomba na mwenyewe pia aweze kupenyezwa hususan katika swala zima la kamati. Kwako wewe ukiwa kama ni shehe kata Pugu, unajisikiaje kuona kwamba mgeni rasmi anaweza kutamka kitu kama hicho? Mimi nimejisikia faraja kutokana na namna walivyo wageni rasmi. Mara nyingi huwa wanahukumu kuingia na kutoka, lakini yeye kama mgeni rasmi pia ameweza kuona kwamba awe sehemu ya kamati. Maanake akiwa sehemu ya kamati kwetu ni sehemu ya kushirikiana sisi katika maandalizi ya jambo, ikiwemo bajeti, ushauri, fikra. Kwa hiyo jambo hili limetupa faraja sana na limetuonyesha picha kwamba tukio letu linahama kutoka hatua moja linaenda katika hatua nyingine ya mbele zaidi. Kwa hiyo kwetu tumeitafsiri ni hatua ya kupiga, lakini pia tumeona kwamba rasilimali ya tukio letu hili siku zote ni watu. Kwa hiyo kuongezeka kwa yeye mheshimiwa mgeni rasmi, ameongezeka mtu. Sisi tunamthamini mtu mwenye 500 katika tukio hili. Tunazo karatasi mtu kachangia mpaka 500, ya kukua bajeti inafika hadi milioni 20. Kwa hiyo tunakosaje kumthamini mtu ambaye anaamua na yeye awe ni sehemu ya sisi. Kwa hiyo kwetu limetupa faraja kuongeza rasilimali watu. Lakini pia tumalize na hii. Baada ya kumuona mgeni rasmi ameweza kufika katika viwanja hivi ambavyo maeneo ya Pugu Kajiungeni, kwako wewe shehe wa kata umejisikia? Mimi nimejisikia faraja, ni alama ya kulithamini tukio letu, lakini pia nimejisikia faraja kwamba kwa namna ya kujifunza ule unyenyekevu wake kwetu, kwa sababu yeye kuwa ni mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam ambayo lina harakati nyingi, pirika nyingi, matukio makubwa zaidi kuliko la kwetu sisi, lakini akalifanya tukio letu ni sehemu ya ratiba yake. Imetupa faraja sana, kwa sababu kiongozi anapoamua kutushukia hadi sisi tulio chini huko, kwa kweli ametupa faraja ndio kubwa.